Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra, ninawatakia heri njema ya Krismasi pamoja na ninawapea salamu za heri njema ya mwaka mpya, mwaka 2026 wenye fanaka pamoja na afya njema. Samia yupo taabani baada ya kauli ya hayati John Pombe Magufuli kuendelea kusambaa mitandaoni. Kipindi kimoja Magufuli aliweza kusimama na akasitisha mara moja kitu ambacho kinaitwa kubinafsisha bandari ya Bagamoyo. Bandari ya Bagamoyo nchini Tanzania, mradi ulikuwa umeanzishwa chini ya utawala wa Jakaya Kikwete. Yaani waliweza kubinafsisha ile bandari, wakapeana ile bandari kuelekea kwa kampuni za ughaibuni kwa miaka 30. Mahala ambapo Tanzania iliambiwa kwamba kipindi ambapo ile kampuni ya ughaibuni itakapokuwa inajenga ile bandari, yaani kubinafsisha, yaani kuuza hiyo bandari kwa miaka 30, walitakiwa kutojenga bandari yoyote Tanzania. Hayo ndio masharti ambayo walikuwa wamepewa. Kipindi ambapo Magufuli alipokuwa hai, akaona kwamba yale masharti yamekuwa mabaya, akavunja kontrakti ambayo Kikwete alikuwa ametia ya kuuza bandari ya Bagamoyo na Uchina. Sasa kitu ambacho kimeweza kunishangaza mpenzi mtazamaji, John Pombe Magufuli alisimamisha China kutochukua ile bandari ya Bagamoyo kwa sababu ya masharti makali, masharti magumu. Lakini sasa hivi Samia ameweza kupeana hiyo bandari ya Bagamoyo kuelekea kwa Waarabu kwa miaka 30. Kwa sababu taarifa ambazo niko nazo, ninaambiwa kwamba Saudi Arabia yachukua bandari ya Bagamoyo Tanzania. Na ninaelezwa kwamba mamlaka za Tanzania zimeipea kampuni ya Saudi African Investment and Development haki ya kuendesha na kumiliki kwa mkataba bandari ya Bagamoyo. Na kulingana na taarifa za Saudi Press Agency, ikimnukuu mwenyekiti wa shirikisho la mabaraza ya biashara ya Saudi Arabia, Hassan Ali Huwaizi, idhini hiyo ni sehemu ya mradi wa Saudi Arabia African Investment and Development Company unaoitwa Eastgate Project, unaolenga kuimarisha uwepo wa Saudi Arabia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa ninaelezwa kwamba mradi huo wa Bagamoyo unatarajiwa, moja, kuimarisha nafasi ya Saudi Arabia kama mdau muhimu katika maendeleo ya uchumi wa dunia Tanzania. Pili, kuimarisha uwezo wa kimkakati wa usafirishaji na usambazaji wa bidhaa za Saudi Arabia katika masoko ya dunia. Katika jukwaa la biashara
kati ya Saudi Arabia na Tanzania lililoandaliwa kwa msaada wa mabaraza ya biashara, hatua muhimu ya kimkakati kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na Zanzibari pamoja na kuchunguza fursa mpya za uwekezaji katika eneo hilo, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kupanua uwekezaji wake barani Afrika. Bandari ya Bagamoyo ina thamani kubwa ya kimkakati kwa Saudi Arabia, ikitazamwa kama lango kuu la usafirishaji na biashara kwa Afrika Mashariki. Bandari hiyo itarahisisha biashara kwa Saudi Arabia na inatarajiwa kuwa kitovu kikuu cha kusafirisha malighafi na rasilimali asilia za Afrika kwenda masoko ya dunia. Sasa unaona mpenzi mtazamaji, kitu ambacho ninataka uweza kukielewa hapa ni kwamba John Pombe Magufuli alikata mkataba ambao Kikwete alikuwa ameweka na kampuni ya Uchina kuiuzia bandari ya Bagamoyo. Akakataa kabisa kwamba bandari ya Bagamoyo isiuzwe kwa sababu Tanzania haitapata kitu ambacho kinaitwa, haitapata faida. Hata TRA ya Tanzania haitaenda pale kwenda kukusanya ushuru, kwa sababu China ndiyo ingefanya hivyo. China ndiyo ingekusanya. Sasa Samia yeye anataka maslahi yake yaweze kutimizwa. Amepeana bandari ya Bagamoyo kuelekea Uchina, yaani kuelekea Saudi Arabia, kuniradhi. Ili hali kipindi kimoja Magufuli aliweza kusema kwamba haiwezekani bandari kubwa ya Bagamoyo iweze kupeanwa kuelekea kwa mwekezaji alafu Tanzania iwekewe vikwazo. Kwa hivyo namaanisha Samia aliona Magufuli hakukuwa na akili, mwenye alisimamisha bandari ya Bagamoyo isielekee mikononi mwa China. Yeye ndiye yuko na akili, ameweza kupeana bandari ya Bagamoyo kuelekea Saudi Arabia. Tumelipa compensation kule Kigamboni ya ardhi, wawekezaji wanakuja kujenga wa China kwa bandari. Kitu cha ajabu sana duniani, hakijawahi kufanyika, cha kipumbavu. Bilioni 115 waliolipwa kule Bagamoyo. Kama wapo wakazi wa Bagamoyo, inawezekana hawafiki 20. Watu ni wa mjini humu na wala hela hizo zimepotea. Na wawekezaji hao wanakuja na masharti ya ajabu, ni ya kichaa tu anayeweza kuyakubali. Anakuambia akijenga bandari pale, uhakikishe uendelezi bandari yoyote kutoka Tanga mpaka kusini Mtwara. Maana yake you are not allowed to construct any port. Ndio masharti wanataka. Ukishawapa pale, huruhusiwi hata kwenda kucollect revenue. TRA mnaisema iko hapa, hairuhusiwi kukanyagwa pale wakishafanya investment. Wanatakiwa uwape guarantee ya kwanza bila kuwauliza miaka 33, lakini ndio nawaeleza sasa. Lakini unatakiwa uwape rizi tofauti na sheria za nchi for 99 years. Na huruhusiwi hata kwenda kumuuliza atakaye kwenda kuwekeza pale. Na wao wawe na mandate ya kuichukua hiyo eneo kama ardhi yao. Lakini mnatakiwa mlipe compensation ya kazi watakayoifanya ya kuchimba ile bandari. Masharti mengi ya ajabu. Mpaka hii leo mpenzi mtazamaji, serikali ya Samia imeficha stakabadhi ambazo serikali ya Samia na Saudi Arabia waliweza kutia sahihi kuhusu hiyo bandari ya Bagamoyo. Imeweza kuficha hizo stakabadhi na imekimya kabisa, hawataki kuzungumza
hawataki kutoa msimamo na hawataki kuelezea wananchi ni kwa nini wameamua kupeana bandari ya Bagamoyo kuelekea Saudi Arabia, kipindi ambapo Magufuli kipindi kimoja, jinsi ambavyo mmemsikia, alikataa hiyo bandari isipeanwe kuelekea kwa mwekezaji. Unajua ubaya wa kupeana kampuni au mali ya serikali kuelekea kwa mwekezaji ambaye unakuta kwamba anakuwekea kwamba ataimiliki hiyo bandari kwa miaka 30, unapata kwamba taifa kama Tanzania halitaweza kukusanya ushuru kutoka kwa hiyo bandari. Watajenga, ndio, sijakataa, lakini hiyo bandari watairegesha Tanzania baada ya ile miaka ambayo walikwisha kubaliana. Sijui kama unanielewa. Kama sasa hii bandari wameweza kuipeana kwa zaidi ya miaka 30. Kwa hii miaka 30 Tanzania haitaguza hata shilingi ya kodi ya ushuru kutoka kwa hii bandari. Mamlaka ya Saudi Arabia ndiyo itakuwa inachukua ushuru wote kutoka kwa hii bandari ya Bagamoyo. Usimamizi wa hii bandari ya Bagamoyo hautakuwa Tanzania, utakuwa ni Saudi Arabia. Na unajua hawa Waarabu kipindi ambapo wananunua kampuni yako ni ishara kwamba wamekwisha iona iko na faida. Na umeweza kusikia mpenzi mtazamaji, wanataka kupitishia mali yao kwenye hiyo bandari ya Tanzania. Jana tu Samia aliweza kuuza Tanzara kuelekea Uchina. Waliweza kupea mamlaka ya reli Tanzania, waliweza kupeana mamlaka ya reli Tanzania Tanzara kuelekea Uchina. Hii leo taarifa zimeweza kutolewa kwamba bandari ya Bagamoyo nayo imeelekezwa wapi? Saudi Arabia, kwa Waarabu. Sasa ndio Waarabu watajaa Tanzania. Sasa ndio Waarabu wataiba mali ya Watanzania. Juzi tu aliweza kuuza uwanja wa Kilimanjaro wa ndege. Ameuza mamlaka ya bandari ya Bagamoyo. Ameuza mamlaka ya reli ya Tanzara. Ni kipi ambacho Samia ataacha? Wanapora mali ya wananchi, wanawaua wananchi. Sasa tukizungumza mambo kama haya, wanataka wananchi wakimie. Na ndio maana unapata kwamba wanaficha taarifa muhimu, hawataki zitoke. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Ni mimi na wewe ndio tutaleta mabadiliko ndani ya Tanzania. Hatuwezi tukakimya kipindi ambapo tunatawalwa kimabavu, kipindi ambapo mali ya serikali yanauzwa, kipindi ambapo mali yetu yanapeanwa kuelekea kwa Waarabu. Tutakimya hivi upate kwamba siku moja taifa nzima la Tanzania litapigwa mnada. Uende tukakimya tukapata kwamba Samia amekwisha piga mnada taifa nzima la Tanzania. Wazo lako ni lipi?